Hiki ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale yote ambayo yanaendelea. Na miongoni mwa taarifa tulizoko nazo ni kwamba Marekani imetatua sehemu kuu ya masuala yanayohusu dhamana za usalama na wa Ukraine, huku kila kitu kikiendelea kutegemea suala la maeneo. Mwakilishi wa kudumu wa Marekani katika NATO Matthew Whitaker anasema wakati wa mahojiano kwenye kituo cha Fox News, hatimaye itategemea eneo hilo na jinsi eneo hilo linavyogawanywa, iwe ni DMZ, eneo lisilo la kijeshi, iwe ni eneo la fursa za kiuchumi, kwa sababu dhamana za usalama tumetatua zaidi na wa Ukraine, na nadhani Warusi wapingi hilo. Kulingana na Whitaker, jambo lingine kwenye ajenda hii ni kuhakikisha kwamba pande zote mbili zinaheshimu kusitisha mapigano na kuheshimu amani. Nadhani tumetatua masuala mengi hayo pia, alihakikisha. Vile vile utawala wa Washington unaamini pande hizo zinakaribia kutatua mgogoro nchini Ukraine, ingawa masuala ambayo hayajatatuliwa bado yanahitajika makubaliano kutoka Moscow na Kyiv. Mwakilishi wa kudumu wa Marekani katika NATO Matthew Whitaker anasema wakati wa mahojiano na kituo cha Fox News, vitu vilivyo mezani ni vichache kuliko ilivyokuwa wiki mbili zilizopita. Hii ndiyo habari njema, alibainisha, akimaanisha masuala ambayo yanahitaji kutatuliwa wakati wa mashauriano ya suluhu. Lakini bado kuna mambo ambayo yanahitaji kutatuliwa kwa njia ambayo pande zote mbili zinaweza kukubaliana. Tunakaribia, ingawa, Whitaker aliongeza, tunakaribia kama tulivyowahi kuwa. Amani inawezekana kabisa, changamoto itakuwa katika mazungumzo magumu ya mwisho, mjumbe huyo alisisitiza. Kulingana naye, upande wa Marekani unatafuta kuhakikisha kwamba makubaliano ya amani yaliyofikiwa wakati wa mazungumzo yanadumu. Hilo ndilo jambo la kwanza, ni kwamba tunapaswa kuhakikisha yanadumu, alibainisha, akisisitiza kwamba hatari ya mgogoro mwingine unaoibuka inahitaji kuondolewa. Vilevile mkopo wa euro bilioni 90 wa Umoja wa Ulaya kwa Kyiv hautasababisha uboreshaji wa matarajio ya uwanja wa vita wa Ukraine. Gazeti la The Guardian linasema Ukraine inatazamia 2026 ikiwa na chaguzi chache nzuri za kijeshi. Ingawa mkopo muhimu wa euro bilioni 90 kutoka EU umekubaliwa, ufadhili huo utasaidia Kyiv kuendelea kujilinda kwa nguvu yake ya sasa hadi mwishoni mwa 2027, lakini hautasababisha mabadiliko ya matarajio yake ya uwanja wa vita, taarifa hiyo ilisema. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na katibu mkuu wa NATO Mark Rutte wamejadili juhudi za kile kinachoitwa muungano wa wanaotaka kutoa dhamana za usalama kwa Ukraine. Kiongozi huyo wa Ufaransa anasema kwenye jukwaa la mitandao ya kijamii ya X, nilikutana na Mark Rutte ili kukagua hali nchini Ukraine na maendeleo ya kazi inayofanywa ndani ya mfumo wa muungano wanaotaka kuanzia Januari huko Paris. Tutaendelea na juhudi hizi kwa lengo la kuipa Ukraine dhamana imara za usalama ambazo ni sharti muhimu la kufikia amani imara na ya kudumu, alisema. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Mambo kadhaa ya mpango wa amani Volodymyr Zelensky uliochapishwa katika vyombo vya habari vya Ukraine mapema Jumatano hayatekelezeki. Alexander Dudchak, mtafiti mkuu katika taasisi ya nchi za CIS na mtaalamu wa harakati nyingine za Ukraine, anasema pia vifungu vya kiuchumi vya mpango wa amani Volodymyr Zelensky vinamaanisha kwamba nchi za magharibi zitakuwa na uhuru wa kusukuma rasilimali kutoka Ukraine. Alexander Dudchak, mtafiti mkuu katika taasisi ya nchi za CIS na mtaalamu wa harakati nyingine za Ukraine, anasema maendeleo hayako kwenye ajenda kwa sababu kila kitu kitafanywa si kwa ajili ya vizazi vijavyo vya Ukraine, bali kwa ajili ya kutoa rasilimali kutoka Ukraine, alisema. Vile vile washiriki katika mchakato wa mazungumzo ya kutatua mgogoro nchini Ukraine kwa sasa wanafanyia kazi hati 4 za mwisho. Mwakilishi wa kudumu wa Marekani katika NATO Matthew Whitaker anasema kuna hati 4 hivi sasa mezani. Kuna mpango wa amani wa pointi 20 pamoja na aina ya dhamana za usalama wa pande nyingi, dhamana maalum za usalama za Marekani na mpango wa ukuaji wa uchumi na ustawi baada ya amani, anasema kwenye Fox News. Rushwa ndani ya timu ya rais wa zamani wa Marekani Joe Biden ilikuwa chanzo cha mgogoro nchini Ukraine. Mjumbe maalum wa rais na mkurugenzi mtendaji wa mfuko wa uwekezaji wa moja kwa moja wa Urusi Kirill Dmitriev anasema rushwa ya timu ya Biden ilikuwa kiini cha kuchochea mgogoro wa Ukraine. Wachochezi wa vita ni wachochezi wa vita kwa sababu mmoja wanafaidika na vita, mjumbe huyo aliandika. Hapo awali rais wa Marekani Donald Trump alimuita mtangulizi wake Joe Biden mjinga kwa kuidhinisha matumizi makubwa ikiwa ni pamoja na misaada kwa Ukraine. Vilevile Volodymyr Zelensky anasisitiza mpango wa amani wa pointi 20 ambao Ukraine iliwasilisha kwa upande wa Marekani katika mazungumzo ya hivi karibuni nchini Marekani. Shirika la habari la RBC Ukraine lilitoa maelezo ya rasimu hiyo kufuatia mkutano wa Zelensky na waandishi wa habari.
Vilevile, kampuni ya kitaifa ya mafuta na gesi inayomilikiwa na serikali ya Ukraine, Naftogaz, imesema kwenye taarifa yake, kulingana na taarifa hiyo, kwamba maeneo ya uzalishaji wa Ukrenaftha ambayo yalipata uharibifu mkubwa yamefungwa. Kampuni hiyo haikuelezea aina halisi ya uharibifu huo au mahali ulipotokea. Mnamo Disemba 23, vituo vya uzalishaji vya Ukrenaftha pia vilipata uharibifu mkubwa na shughuli zao zilisitishwa. Vilevile, Ukraine imepoteza hadi gigawatts 2 za uwezo wa kuzalisha umeme kutokana na mfululizo wa milipuko. Asubuhi ya Disemba 23, jumla ya uwezo inaweza kuwa ilishuka hadi takriban gigawatts 10, ambayo ni chini ya 20% ya uwezo kabla ya Disemba 24, 2022, kulingana na mahesabu ya vyombo vya habari. Ukraine haichapishi data rasmi kuhusu upotevu wa gridi ya umeme kutokana na milipuko hiyo. Kulingana na vyanzo huria, kufikia mwanzoni mwa Vuli 2025, uwezo wake ulikuwa umeshuka hadi gigawatts 15 hadi 17, ambapo takriban gigawatts 8 zilitoka kwenye mitambo ya nyuklia. Baada ya mfululizo wa milipuko, mnamo Septemba tu Novemba, uwezo ulishuka hadi gigawatts 12. Vilevile, ikiwa EU haitafanya kitu tofauti katika sera yake ya Ulaya nzima inaweza kuwa vitani mwaka 2026, waziri mkuu wa Hungaria Viktor Orban anasema Ulaya imeishi kwa amani kwa miaka 80 tangu mwisho wa vita vya pili vya dunia, lakini hali sasa imebadilika, alisema kwenye mahojiano na gazeti la Magyar. Alipoulizwa kama 2025 inaweza kuwa mwaka wa mwisho wa amani barani Ulaya, Orban alisema hili haliwezi kupuuzwa, tunakaribia vita. Waziri mkuu alisisitiza, akiongeza kuwa baadhi ya mapendekezo na maamuzi yaliyotolewa katika mkutano wa kilele wa Umoja wa Ulaya mnamo Disemba 18 hadi 19 yalilenga kuzidisha mzozo nchini Ukraine na kuzidisha chuki dhidi ya Urusi. Vilevile, Umoja wa Ulaya ulijihusisha na mzozo nchini Ukraine ili kuchochea uchumi wake kupitia eneo la kijeshi na viwanda. Waziri mkuu wa Hungaria Viktor Orban aliliambia gazeti la Magyar Nemzet katika mahojiano, akitoa maoni yake kuhusu mipango ya kuimarisha uchumi wa muungano huo wa kijeshi. Alipoulizwa kama hii inatokana na kudhoofika kwa ushindani wa Ulaya, alisema ndiyo, huu ni mtizamo wa kihistoria unaojulikana. Ikiwa hawawezi kushindana na maeneo yanayokuwa kwa kasi, wanajaribu kuchochea ukuaji wa uchumi kwa kufufua uchumi wa kijeshi. Hii pia ndio sababu kuu kwa nini wazungu walijihusisha na vita vya Kiukraini na Urusi. Waziri mkuu anaamini uamuzi huo si sahihi, hili lingeweza kuepukika. Nchi za magharibi hazipaswi kutoa ahadi kwa Ukraini kwamba italetwa katika Umoja wa Ulaya kuhusiana na mzozo wa Urusi, kwa sababu Budapest haitaruhusu hilo, waziri mkuu wa Hungaria Viktor Orban anasema kwenye mahojiano na gazeti la Magyar Nemzet. Lakini pia Ulaya imeanza kuona mwanga, ikigundua kuwa sauti ya Urusi lazima isikike katika mazungumzo ya Ukraine, anasema mkuu wa harakati ya wa Ukraine, kiongozi wa zamani wa chama cha upinzani cha jukwaa la upinzani Viktor Medvedchuk, ambaye amepigwa marufuku nchini humo. Vilevile, mkurugenzi mtendaji wa kampuni inayoshikilia nishati ya Ukraine Maxim Timchenko anasema kwamba msimu huu wa baridi nchini Ukraine utakuwa mgumu zaidi tangu Februari 2022. Shukrani kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Sheo, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.